Wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Askofu Mkuu Daktari Mwangangi, na nisikia msukumo kuzungumza na wachungaji pamoja na washiriki. Nataka kuzungumzia kuhusu kanisa la kichunga cha Mchwa. Kwa Kiingereza ni The Hand Hill Church. At The Hand Hill Church ni mwito wa kutoka katika udhaifu wa kimuundo na kuingia katika ukomavu wa kiroho. Na nitanguzia kuhusu mambo kuondolewa kwa sababu ya yale mateso. Kusema ukweli, Mungu alikuwa pamoja na mtumishi wake Daudi, mambo ya kiuchumi na pia kiraia. Katika masuala haya, kuna wakati katika huduma ambapo hadhi chini ya miguu ya kiongozi wa kanisa hubadilika. Kusema ukweli, nimekuwa kiongozi wa wachungaji kwa miaka 23 ambayo iliyopita, na nimeona udhaifu huu wote na mapito haya kwa wachungaji ambao wamejitolea kuitikia mwito wa huduma katika kuieneza Injili. Hadhi chini ya miguu yake kiongozi ambaye ni mchungaji hubadilika wakati mahudhurio ya washiriki hupungua, wakati sadaka hupungua, maswali kutoka kwa mamlaka inazidi kuongezeka, kanisa huanza kulinganishwa na makanisa makubwa, nayo ni kanisa ndogo sana. Na ghafla kile kilichokuwa madhabahu ya utukufu kinaonekana kuwa mahali pa mashaka. Lakini shinikizo si ushahidi wa kukataliwa na Mungu. Daudi, kumbuka, alipakwa mafuta akiwa bado katika pango. Kupakwa mafuta akiwa katika pango, wakati mtumishi wa Mungu anaitikia mwito kwa kujitolea kabisa, na unakuta hali asiandamani katika ule mwito. Vivyo hivyo vile ilivyokuwa kwa Daudi. Makanisa yaliyotengwa hayajakosea kuitwa kwa sababu tu ya kupitia ugumu. Na hii inalinganisha makanisa madogo ambayo yanachipuka hapa na pale kwa kuitikia mwito wa wachungaji, na katika ule uanzishaji unakuwa na udhaifu kwa sababu ya kifedha. Ni jambo ambalo linakuwa zito sana wakati mchungaji anatengwa kwa sababu ya udogo wake ama ule mwanzo wake. Pengine ameanzia chini ya mti, pengine ameanzia kupitia kukodisha darasa la shule, pengine ni kajengo kadogo kakukondishwa. Na katika ule udhaifu inakuwa ya kwamba aonekani kama mchungaji ambaye anaitikia mwito. Kule kutengwa, nataka kuhimiza wachungaji ya kwamba si kukataliwa, ni katika ule udhaifu wake katika maandalizi. Kuna uchovu ambao hauonekani. Uchovu wa mchungaji mara nyingi sana hauonekani, maana anazidi kujikakamua
anavaa suti yake hata ikiwa inakaa vibaya, kiatu chake ambacho kinaonekana kimeraruka, katai kake ambao kanaonekana kanakaa mshipi, lakini anajikasa kabisa akiwa na uchovu unaotoka ndani yake, lakini huku anajikakamua ahubiri Injili. Uchovu wa mchungaji huyu mara nyingi hauonekani. Anahubiri huku akiwa amechoka, anaongoza huku akiwa na mzigo wa kifedha, anafariji wengine huku yeye mwenyewe akihitaji kufarijiwa. Lakini neno la Mungu latukumbusha kwamba karamu na wito wa mchungaji havina majuto. Uchovu hauondoi wito. Kanisa lililo ndogo si kanisa lisilo na kusudi. Unapolinganisha, makanisa yaliyotengwa yanaweza kushawishika, kulengeza mafundisho ili kubaki na watu, kutegemea wafadhili wenye masharti, kujificha kwa ovu ya ukanguzi. Lakini usalama wa muda usiharibu kusudi la milele. Wachungaji na wasii, kanisa alijaitwa kuishi tu, limeitwa kushuhudia Yesu Kristo. Matukio ya kitaifa yanaweza kufichua udhaifu, lakini pia yanaweza kuleta marekebisho, kwa sababu wachungaji wengine hawajaitwa kabisa, wamejiita wenyewe, na katika huduma hii wanaingia kutafuta hela ama pesa, na hivyo wanachafulia wale walio na mwito uwanja, ambao wanajikokota kujaribu kuanzisha huduma ama kuendeleza huduma. Badala ya kukimbia mchungaji, kanisa linapaswa kujengwa lijengeke kabisa, ikia huyu Mungu kwa ajili ya kuitikia mwito. Kuna mambo kama sera za kulinda watoto lazima ziangaliwe. Uwazi wa kifedha, mchungaji lazima uweko. Lazima kuwe na uwajibikaji wa viongozi, uwajibikaji wa viongozi. Mafundisho lazima yawe sahihi, wawe wamesoma vizuri wachungaji, ili kazi ya Mungu isionekane kama madharau tu, kwa sababu ni kazi ambayo Mungu aliwapea watumishi wake waifanye. Kwa hivyo kule kutengwa mchungaji na kutia moyo hakumaanishi hatari, lakini kukosa muundo kunaweza kuleta hatari. Mimi nataka nikimalizia sehemu hii ni kuelekeze vile neno linavyosema, nenda kwa mchwa. Nenda kwa mchwa, uvione njia zake, uwe na hekima. Ndivyo neno linavyosema. Mchwa ni mdogo sana, lakini mchwa hujenga kwa pamoja. Chaguo la mchwa lina sehemu za kuhifadhi chakula. Chaguo la mchwa lina sehemu za kulea. Chaguo la mchwa lina sehemu za ulinzi. Chaguo la mchwa lina muundo wa hewa.
Vivyo hivyo kanisa linahitaji nguzo 3. Moja ni nguzo ya kiroho. Pili ni nguzo ya kiuchumi. Na 3 ni nguzo ya kiraia. Nguzo ya kwanza ya kiroho, kanisa lazima lisimame katika mafundisho ya Kikristo. Uwazi wa kiroho. Lazima kuwe na uwajibikaji wa viongozi na usomaji wa neno la Mungu. Hofu ya nyakati za mwisho isingeuke kwa udhabiti wa watu. Tumaini si hofu. Katika nguzo la pili la kiuchumi, kazi ya kibibilia, Mtume Paulo alifanya kazi kwa mikono yake. Lazima mchungaji usiwe mtu wa kutazamia sadaka inayoletwe na washiriki. Makanisa mengi madogo yanaweza kuanzisha miradi ya pamoja. Naweza ikawa na muungano ikaanzisha miradi ya pamoja. Inaweza kuanzisha vikundi vya hakiba. Inaweza kujenga mifuko ya dharura. Inaweza kufundisha nidhamu ya kifedha. Udhaifu wa kiuchumi, mchungaji mwenzangu, uzaa majaribu ya kiroho. Ukomavu wa kiuchumi, upande ule mwingine, uimarisha ujasiri wa mafundisho. Nitaendelea kuzungumzia kuhusu nguzo la 3 wakati unaokuja. Barikiwe sana wachungaji. Nimeonelea nianze mafundisho haya ili niweze kuwatia moyo wachungaji walio wadogo ambao hawaonekani kama ni wachungaji, maana wana washiriki 3, 4, 10, 20 na hawahesabiki katika mambo ya Kikristo na wanapolinganishwa na makanisa mengine makubwa. Lakini neno la Mungu linasema mahali palipo 2 ama 3, Yesu yumo mahali pale. Yesu ni yule wa 2, washiriki 2 au 3, ni yule wa mamia, ni yule wa maelfu. Usipuuze mwito wako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Bye bye.